Hujambo msikilizaji na khairi ya siku ya mazingira duniani. Unasikiliza Radio Kwizera FM kikutangazia kutoka mjini Ngara, Kagera nchini Tanzania. Huu ni wasaa wa kipindi cha makala ya Duru Zetu Alasiri. Tunakualika sana dakika 30 za habari, uchambuzi na maoni, bila kusahau uchumi na biashara. Mimi Laurent Gervas na tulio nayo alasiri ya leo. Kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Dorothy Semu asema chama hicho kinatoa jukwaa la kidemokrasia ambalo lina dhamira ya kushika dola. Tanzania imekabidhi rasmi Malawi wenyekiti wa kamati ya wakuu wa majeshi ya polisi wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC. Na Rais wa Rwanda Paul Kagame amesifu uhusiano uliopo kati ya nchi yake na Algeria na msaada wake kwa elimu ya wanafunzi wa Rwanda katika fani za akili unde. Tuandikie maoni yako kupitia namba ya ujumbe mfupi ya 0692573615 na maoni yako nitayatazama hapo baadaye. Tunaanza kwa taarifa kamili ya habari kisoma kwako na Zawadi Bashemela. Kwanza ni habari za kitaifa. Kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Dorothy Semu amesema kuwa chama hicho kinatoa jukwaa la kidemokrasia ambalo lina dhamira ya kushika dola, na amewakaribisha watu wengi zaidi kujiunga na harakati hizo. Semu ameyazungumza hayo leo katika hafla ya kumkaribisha mwanachama mpya Shehe Isa Ponda makao makuu ya chama hicho jijini Dar es Salaam. Kauli hiyo imekuja wakati ambapo ACT Wazalendo inaendelea kujipanga kwa ajili ya uchaguzi mkuu ujao, huku kikijivunia kuendelea kuvutia wanaharakati na watu mbalimbali kujiunga nacho. Ninapenda pia kuchukua fursa hii kuwakaribisha wapenzi wote wa demokrasia kujiunga na chama cha ACT Wazalendo. Wajibu wetu sisi kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ni kutoa jukwaa la mapambano ambalo litaling'oa Chama cha Mapinduzi. Tuna hakika tukiendeleza mapambano haya tutashinda uchaguzi wa Zanzibar na wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naye Shehe Ponda amesema ameona umuhimu wa kuchangia nguvu katika operesheni ya ACT Wazalendo ya Linda Demokrasia inayolenga kurejesha haki, usawa na uwazi katika michakato ya uchaguzi nchini. Mtanzania aliyejulikana kwa jina la Iqbal Baghdad amefariki akiwa nchini Saudi Arabia kutekeleza ibada ya hija. Hujaji huyo amefariki jana katika mji wa Madina kabla ya kuanza kwa mfululizo wa ibada za hija, ambapo leo mahujaji wanakusanyika katika viwanja vitakatifu vya Arafa, ikiwa ni sehemu muhimu ya utekelezaji wa ibada hiyo ya hija ambayo ni nguzo ya 5 ya dini ya Uislamu. Kifo hicho kimethibitishwa na mwenyekiti wa halmashauri ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, Shehe Hamisi Mataka, akiwa nchini Saudi Arabia anapotekeleza ibada hiyo. Kwa mujibu wa Shehe Mataka, hali katika viwanja vya Arafa ambavyo mahujaji watakuwa hapo kwa kutwa nzima ya leo ni salama. Tanzania imekabidhi rasmi Malawi wenyekiti wa kamati ya wakuu wa majeshi ya polisi wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, ikiwa ni baada ya kumaliza kipindi chake cha uongozi cha mwaka mmoja. Makabidhiano hayo yamefanyika leo jijini Arusha katika mkutano wa 30 wakuu wa majeshi ya polisi wa SADC uliowakutanisha wakuu wa majeshi hayo kutoka nchi wanachama wa jumuiya hiyo. Hatua hiyo ni sehemu ya utaratibu wa kawaida wa mzunguko wa uongozi ndani ya jumuiya, ambapo kila nchi wanachama hupewa nafasi ya kuongoza kwa kipindi cha mwaka mmoja. Wananchi katika manispaa ya Geita mkoani Geita wametakiwa kuendelea kutunza mazingira
kwa kuepuka utupaji taka ovyo ili kuepukana na mlipuko wa magonjwa. Afisa mazingira Manispaa ya Geita Bwana Sebastian Masunga amesema hayo katika zoezi la kufanya usafi kwenye soko la Nyankumbu mjini Geita. Amesema swala la utupaji taka bado lipo kwa baadhi ya wananchi, hivyo nguvu kubwa inaelekezwa katika utoaji wa elimu na mwitikio chanya unaoonekana kwa wananchi kupitia ushiriki wao katika kufanya usafi. Kwa sisi kama manispaa tumeshirikiana na GGM kwa ajili ya kuja kufanya usafi kwenye soko la Nyankumbu. Zoezi letu tumefanikiwa na wananchi wote kwa pamoja ambao wamejitokeza katika zoezi la leo. Lakini kampeni ya usafi wa mazingira mwisho wa mwezi kwa upande wa manispaa ya Geita tumefanikiwa kwa sababu wananchi wengi sasa hivi wanajitokeza katika kufanya usafi kwenye maeneo ya biashara na maeneo ya makazi. Na kitu kingine, mkuu wetu wa wilaya ya Geita amezindua kampeni rasmi inayoitwa kusafisha Geita. Lengo lake ikiwa ni kuimarisha manispaa ya Geita katika hali ya usafi. Naye afisa mazingira kutoka mgodi wa dhahabu wa Geita GGM Bwana Justin Fuime amesema lengo la mgodi na serikali ni kutokomeza takataka zinazotokana na plastiki mjini Geita. Kiujumla mazingira yetu yanatakiwa yawe bora kila mara, na zoezi hili limelenga sana sehemu hii, maana kuna mkusanyiko mkubwa wa wafanyabiashara pamoja na mwingiliano wa watu. Kwa ukifanya usafi kwenye sehemu kama hili, kwanza unaweka mazingira safi, lakini pili ni kuhamasisha juu ya swala zima la kutunza mazingira. Na mwaka huu umelenga sana kutokomeza takataka za plastiki. Kama mnavyofahamu, takataka za plastiki ni hatari kwa mazingira zisipotunzwa au kuhifadhiwa katika sehemu sahihi. Zikiachwa zikizagaa haziozi, na zisipooza maana yake ni athari kwa bioanuwai ya sehemu husika. Na sasa ni habari za kimataifa. Rais wa Rwanda Paul Kagame amesifu uhusiano uliopo kati ya nchi yake na nchi ya Algeria na msaada wake kwa elimu ya wanafunzi wa Rwanda katika fani za akili unde na sayansi ya data. Rais Kagame ambaye yuko katika ziara rasmi ya siku 2 nchini Algeria amesema hayo kwenye mkutano na waandishi wa habari pamoja na mwenyeji wake Abdelmajid Tebboune mjini Algiers. Viongozi hao wawili awali wamefanya mazungumzo kujadili umuhimu wa ushirikiano wa ndani Afrika kwa kuzingatia biashara huria pamoja na kubadilishana ujuzi na kujadili mafunzo waliopata kutokana na kujenga upya nchi zao. Na mawaziri wa ulinzi wa Jumuiya ya Kujihami ya NATO wanatazamiwa kuidhinisha malengo ya ununuzi wa zana zao za kijeshi ili kuilinda vyema Ulaya, eneo la Arctic na Atlantic ya kaskazini. Malengo hayo yanaelekezwa kwa kila moja ya mataifa 32 kununua vifaa vya kipaumbele kama vile mifumo ya ulinzi wa anga, makombora ya masafa marefu, mizinga, ndege zisizo na rubani na viwezeshaji vya kimkakati na usafirishaji wa zana nzito kwa kutumia ndege. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amesema hayo yatafikiwa katika kikao cha mawaziri wa ulinzi leo mjini Brussels kabla ya mkutano wa kilele wa wakuu wa nchi za NATO utakaofanyika The Hague mwishoni mwa mwezi huu. Naye waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema kuwa muungano sio kupeperushwa tu kwa bendera za wanachama, bali kila mmoja kuchangia katika uwezeshaji. Wazua. Msikilizaji, ujuzi unapaswa kunena na hekima inapasa kusikiliza. Wazua. Na huo ndio mwisho wa duru habari jioni ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu radiokwizera.co.tz. Saa 2 kamili usiku utasikiliza taarifa nyingine ya habari. Na msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni Radio Kwizera FM kukutangazia kutoka mjini Ngara, Kagera nchini Tanzania, na habari kuu leo hii. Kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Dorothy Semu asema chama hicho kinatoa jukwaa la kidemokrasia ambalo lina dhamira ya kushika dola.
Tanzania imekabidhi rasmi Malawi wenyekiti wa kamati ya wakuu wa majeshi ya polisi wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC. Na Rais wa Rwanda Paul Kagame amesifu uhusiano uliopo kati ya nchi yake na Algeria na msaada wake kwa elimu ya wanafunzi wa Rwanda katika fani za akili unde. Naam, kwa sasa ni saa 10:11 alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki, sawa na saa 9:11 alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Na sasa msikilizaji, ni wasaa wa uchambuzi yakinifu wa taarifa zetu, ambapo tunaanzia kwa taarifa ya kwamba Tanzania hii leo inaungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya mazingira inayoadhimishwa Juni 5 ya kila mwaka. Maadhimisho ya siku hii yaliamliwa na mkutano wa kwanza wa Umoja wa Mataifa uliohusu masuala ya mazingira uliofanyika mwaka 1972 katika mji wa Stockholm nchini Sweden. Maadhimisho haya yaliasisiwa na nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa kwa lengo la kuelimisha wananchi kushiriki katika shughuli za kuhifadhi na kusimamia mazingira, kukabiliana na changamoto za uharibifu wa mazingira, pamoja na kuhimiza matumizi endelevu ya rasilimali za mazingira duniani. Hii hapa ni taarifa fupi kuhusiana na umuhimu wa utunzaji wa mazingira. Juni 5 kila mwaka wa Tanzania tunaungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya mazingira duniani. Maadhimisho ya siku ya mazingira duniani yaliamliwa na Baraza la Umoja wa Mataifa la mwaka 1972 wakati wa mkutano wa kwanza wa Umoja wa Mataifa uliohusu mazingira huko Stockholm nchini Sweden, na siku hiyo ilianza kuadhimishwa rasmi mnamo mwaka 1973. Msikilizaji, mazingira ni jumla ya vitu vyote vinavyotuzunguka binadamu kama vile hewa, maji, miti, wanyama, ardhi na milima. Mazingira haya yanatupa mahitaji ya msingi kama chakula, maji, mavazi na makazi. Hivyo basi, kutunza mazingira ni jukumu muhimu kwa kila mtu ili kuhakikisha maisha bora kwa sasa na vizazi vijavyo. Dunia kwa sasa inakabiliwa na mabadiliko ya tabia nchi ambayo ni mabadiliko ya muda mrefu katika hali ya hewa ya dunia yanayosababishwa na shughuli za kibinadamu kama vile ukataji miti ovyo, uchomaji mkaa, uchomaji wa mafuta ya kisukuku na uchafuzi wa hewa. Athari za mabadiliko haya ni pamoja na ukame, mafuriko, joto kali na kupungua kwa uzalishaji wa chakula. Njia mojawapo ya kupambana na matatizo haya ni kwa kutunza mazingira kwa makini na kwa juhudi za pamoja. Helmes Muhiba ni afisa mazingira kutoka Baraza la Taifa la Usimamizi wa Mazingira NEMC hapa nchini Tanzania. Anasema uchafuzi wa mazingira ikiwemo uzalishaji na usambazaji wa plastiki ni hatari katika dunia ya leo. Athari za mifuko ya plastiki kwa mazingira, kwanza kwenye maji, lakini pia kwenye ardhi, lakini pia kwa binadamu. Viumbe ambao walioko baharini, mifuko ile ya plastiki inapoingia baharini, wale viumbe wanaitumia kwa maana ya chakula. Kumbuka wale viumbe wengine ni samaki. Samaki wanavyovuliwa tunakula. Na plastiki kisayansi anasema inaweza kukaa miaka 400 mpaka 1000 haijaharibika. Kwa hiyo kuna madhara. Ndio maana wanasema kitaalamu kansa ambazo pia zinatokea saizi kwa binadamu, pia mojawapo ni matumizi ya mifuko ya plastiki. Serikali ya Tanzania imepiga hatua gani katika utunzaji wa mazingira, ikiwemo kuacha matumizi ya nishati chafu ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi? Waziri Mkuu Kassim Majaliwa anasema Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kinara kwenye uhifadhi wa mazingira ndani ya Afrika. Ndugu wa Tanzania wenzangu, ni heshima kubwa taifa hili limepata ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa kinara wa kampeni za hamasa za kuhakikisha kwamba Afrika tunatumia nishati safi ya kupikia ikiwemo Tanzania yenyewe. Lakini tumeanza kuona sio tu bara la Afrika, ameanza kuvuka mipaka ya bara la Afrika. Mataifa mengi yanamwalika kwenda kutoa mihadhara ya namna bora ya kuachana na kukata misitu, kuharibu mazingira, lakini kwenye kampeni ya uhifadhi wa mazingira kwa kutumia nishati safi
ya kupikia. Mazingira safi huchangia afya bora kwa binadamu na kwa viumbe wengine. Uchafuzi wa mazingira, hasa unaotokana na plastiki, unaweza kusababisha magonjwa na kuhatarisha maisha ya viumbe wa majini na wa nchi kavu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anahamasisha Watanzania juu ya umuhimu wa utunzaji wa mazingira kwa ustawi wa taifa. Tumezindua sera mpya ya mazingira chini ya wizara yenye dhamana, ambapo waziri ndio msimamizi mkubwa. Maeneo makubwa yaliyotiliwa mkazo ni pamoja na kulinda vyanzo vya maji na misitu, lakini pia upandaji miti na kuhakikisha kuwa miji yote ina mpango wa usafishaji mazingira wa kila wiki, na hasa katika makazi ya watu, maeneo ya viwanda pamoja na maeneo ya biashara. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anasema ni muhimu kuepuka matumizi ya plastiki zisizohitajika na kutumia mbadala kama vile vikapu vya asili, ikiwemo kuhamasisha urejeleaji wa taka za plastiki ili kupunguza uchafuzi wa mazingira. This World Environment Day focuses on solutions to beat plastic pollution. Siku hii ya mazingira duniani inaangazia suluhu ya kushinda uchafuzi wa plastiki. Na ni sawa, uchafuzi wa plastiki unaisonga sayari yetu. Unadhuru mazingira, ustawi na hali ya hewa. Taka za plastiki huziba mito, huchafua bahari na huhatarisha wanyamapori, na hugawanyika katika sehemu ndogo ndogo na inapenya kila kona ya dunia, kutoka juu ya mlima Everest hadi kina cha bahari, kutoka kwa ubongo wa binadamu hadi maziwa ya mama. Kwa pamoja, tukomeshe janga la uchafuzi wa plastiki na tujenge mustakabali mwema kwa ajili yetu sote. Asante. Together, let's end the scourge of plastic pollution and build a better future for us all. Thank you. Kutunza mazingira ni jukumu la kila mmoja wetu. Kwa kuchukua hatua sasa dhidi ya uchafuzi wa plastiki, tunalinda afya zetu, tunahifadhi rasilimali zetu na tunajenga Tanzania bora kwa vizazi vijavyo. Kauli mbiu ya kimataifa katika kuadhimisha siku ya mazingira duniani hii leo inasema ni kukomesha uchafuzi wa mazingira unaotokana na plastiki, huku kauli mbiu ya hapa nchini Tanzania ni mazingira yetu na Tanzania ijayo. Tuwajibike sasa, dhibiti matumizi ya plastiki. Naam, hiyo ni taarifa fupi kuhusiana na umuhimu wa kutunza mazingira leo dunia ikiadhimisha siku ya mazingira duniani. Na sasa tuangazie taarifa nyingine. Rais wa Marekani Donald Trump amezungumza kwa mara nyingine tena na Rais wa Vladimir Putin wa Urusi na kutahadharisha kwamba usitishwaji wa vita nchini Ukraine hauwezi kufikiwa hivi karibuni. Amesema kwamba kiongozi huyo wa Urusi ameapa kulipiza kisasi baada ya Kiev kushambulia viwanja vyake vya ndege za washambuliaji wa Urusi. Trump amesema kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth na kwamba ingawa yalikuwa mazungumzo mazuri, lakini bado hayafungui njia ya kupatikana kwa amani ya haraka. Mazungumzo hayo yamefanyika siku 3 baada ya Ukraine kushambulia kambi za kijeshi za Urusi. Akisema kwamba imeharibu ndege kadhaa za thamani ya mabilioni ya dola. Mwenzangu Peter Lusaya amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia Bwana Marcel Kichumisa ili kupata mtazamo wake. Je, nini mwarobaini wa kukomesha vita hivi ambavyo vinaendelea kule nchini Ukraine? Mgogoro wa Urusi na Ukraine ni wa muda mrefu, ni wa kihistoria. Kama utakumbuka, Ukraine ilikuwa ni sehemu ya Urusi, ile Urusi ya zamani. Kwa hiyo wana uhusiano wa karibu sana na kati ya hayo mataifa mawili. Na pia ndani ya Ukraine kwenyewe kuna mpasuko. Kuna wale wanaopendelea kuwa upande wa Ulaya kwa maana ya Ukraine kujiunga na NATO, lakini pia wako wa Ukraine ambao wanapendelea kuwa upande wa Urusi. Kwa hiyo humo ndani ya Ukraine bado kuna mpasuko, hakuna kuelewana. Kuna wanaopendelea mashariki na wengine wanapendelea magharibi. Sasa hiyo ni sababu kubwa ambayo inachangia kwamba hata mivutano ya ndani wenyewe hawakubaliani kwamba waelekee upande gani. Mwafaka haujapatikana licha ya mazungumzo ambayo yamefanyika awamu kadhaa, na mpatanishi Marekani amepunguza kiasi fulani misaada yake kwa Ukraine kwa lengo la kushinikiza mazungumzo yafanyike. Lakini kumekuwa kuna shutuma kwamba nchi nyingine za kimagharibi
zimekuwa zikiendelea kuishinikiza serikali ya Ukraine chini ya Vladimir Zelensky kwamba waendelee kupambana na Russia. Hili katika muktadha huu wa mazungumzo ya amani ili kumaliza mapigano haya ambayo yamezidi sasa miaka miwili, unaitazamaje ushirika wa mataifa mengine katika mpambano huu? Hakika kwa mfano kama mataifa ya Ulaya wenyewe wanataka wapanue wigo wa NATO, ule umoja wa Ulaya, kudi wanaamini kwamba Ukraine ikijiunga na NATO itakuwa na manufaa zaidi, itapata nguvu zaidi. Kwa hiyo ndio maana wanashinikiza kuona kwamba Ukraine iachane na fikra za Urusi, ijiunge na NATO. Na kuna maslahi mengi. Kwa bahati nzuri au mbaya, Ukraine ni nchi ambayo ina rasilimali nyingi sana za hasa madini, na ukiona utakumbuka juzi hapa Marekani imesaini mkataba na Ukraine wa kuvuna madini yaliyoko Ukraine, ikiwa kama ni sharti mojawapo la Marekani kuendelea kuisaidia Ukraine. Kwa hiyo kuna maslahi ya kiuchumi, lakini pia na ya kisiasa. NATO wanapenda wawe upande wao, lakini waweze kufaidi na hayo hizo rasilimali zilizomo na Urusi, na wenyewe hayo madini wanayakodolea macho. Jana Rais Putin wa Russia amefanya mkutano na viongozi wa nchi hiyo. Pamoja na mambo mengine, ameutuhumu utawala wa Ukraine kwamba ni magaidi kwa kutekeleza vitendo vya mashambulizi siku ya Jumamosi iliyopita na Jumapili, ambapo takriban watu 7 walipoteza maisha na wengine zaidi ya 100 kujeruhiwa kutokana na mashambulizi yaliyotekelezwa na ndege zisizokuwa na rubani, drones. Huu mvutano na mashambulizi yanayoendelea, unategemea kwamba yanaweza akaisaidia Ukraine kupata nguvu ya kujadili kwenye mazungumzo yao? Kwanza, inapokuwepo vita, kutoelewana, na kila upande unalaumu upande wa pili, ni vigumu sana kuwa na maelewano. Sawa, Ukraine imeshambulia Russia na kuua hao watu, lakini pia na Russia ukumbuke na yenyewe inazidi. Kwa hiyo ni vita. Uwezo ukasema kwamba huyu ameua watu wangu wakati na wewe unaua. Sasa msingi ni kwanza kukomesha vita. Wangekuwa na kubali kukaa mezani na kuzungumza kwa pamoja, hiyo ingesaidia. Lakini kama hawajakaa, hii hatua ya juzi ya kukaa, nadhani ni hatua moja nzuri, lakini inaweza ikawa na ugumu fulani. Ni Marcel Kichumisa, mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia, wakati akikamilisha mazungumzo haya na mwenzangu Peter Lusaya. Na sasa ni wasaa wa Duru Uchumi na Biashara. Moja kwa moja tunaungana na mwenzangu Amina Semagogo. Amina, habari ya leo? Salama, habari Laurent. Safi, karibu sana katika taarifa za kibiashara. Asante. Na leo katika Duru Uchumi na Biashara ni kwamba Tume ya Taifa ya Umwagiliaji imeingia mkataba na mkandarasi mzawa kampuni ya Samota Limited kujenga mradi wa skimu ya umwagiliaji Mwampuli, kijiji cha Mwanzugi, wilaya ya Igunga, mkoa wa Tabora, wenye thamani ya shilingi bilioni 26.9. Mkataba huo umeingiwa jana katika hafla iliyohudhuriwa na mkuu wa mkoa wa Tabora, ambapo utekelezaji ni wa kipindi cha miaka miwili. Mradi huo unalenga kuongeza eneo la umwagiliaji kutoka hekta 630 hadi kufika hekta 2397, huku zaidi ya wakulima 2470 wakitarajiwa kunufaika na mradi huo. Na kwingineko ni kwamba serikali imesema imeweka mikakati ya kuwainua wananchi kiuchumi kwa kuwapa unafuu wa masharti ya mikopo kutoka kwenye taasisi za kifedha ikiwemo benki ili kuwawezesha kuingia katika shughuli za ujasiriamali. Kauli hiyo imetolewa leo na Juni bungeni Dodoma na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa wakati akijibu maswali ya papo kwa papo kutoka kwa wabunge, ambapo Majaliwa amesema serikali imeshatekeleza maelekezo ya ufunguaji dirisha la mikopo kwa ajili ya kutoa fursa kwa jasiriamali katika sekta mbalimbali. Amesisitiza kuwa pamoja na fursa hizo kuwepo, ni muhimu kwa waombaji kuhakikisha wanalipa mikopo hiyo kwa wakati ili na wengine waweze kunufaika. Ni hayo tu katika Duru Uchumi na Biashara kwa siku ya leo. Mimi ni Amina Deogratias Sissemagogwa.
Shukrani sana Amina. Asante. Na moja kwa moja sasa tunaelekea viwanjani, tunaungana na Marco Pastori. Karibu sana Marco. Asante sana, bila shaka uko poa. Mimi niko poa. Habari za michezo? Bana, michezo inaendelea vyema kabisa na nikudokeze machache tu kati ya mengi ambayo huenda hukupata muda wa kuyasikia, lakini ukiyasikia hapa yatakusaidia kwa namna moja ama nyingine. Okay. Bana, punde tu kulikuwa na mechi ambayo ilikuwa ikipigwa hapa, na mechi hii unaweza kujiuliza ni mechi ya nini? Hii ni mechi ya kufuzu kombe la dunia, na ilikuwa ikipigwa kwa bara la Asia. Kulikuwa na mchezo, utakumbuka michezo ya awali iliishia mwezi wa 3. Kwa hivyo hii leo imepigwa mchezo. Australia walikuwa wakicheza na Japan. Unaona namna ambavyo Japan walikuwa wakijituma kweli kupata bao walao, lakini mambo yamekuwa magumu na Australia imefanikiwa kupata bao 1-0, na bao lenyewe limefungwa dakika ya 90 na Behich. Ilikuwa ni vuta ni kuvute, Japan wamejitahidi, ndio hivyo imekuja kufanyika makosa. Dakika za jioni. Ukisikia dakika za jioni ndio hizo. Wanaitwa kati. Sasa itakapotimia pia saa 10 dakika 45 Indonesia atakuwa akicheza na China, lakini saa 1 usiku kutakuwa na mechi 3. Bahrain watakuwa akicheza na Saudi Arabia, Oman atakuwa akicheza na Jordan, pamoja na falme za Kiarabu watakuwa akicheza na Uzbekistan. Sawa bana. Ni miongoni mwa mechi hizo ambazo zipo, lakini kuna mechi zingine za saa 3 dakika 15 tuje tukufahamishe pia katika Sports Corner pale saa 2 dakika 15 usiku. Bana, shukrani sana. Shukrani pia. Asante. Naam, kwa taarifa hizo za kimichezo, na sasa napitia maoni yako msikilizaji uliotuandikia katika makala haya ya Duru Zetu la Siri. Wewe unasema anaitwa Sekanabo Gerard, anasema anatokea maeneo ya Kumgamba, anasema Mungu akubariki sana mtangazaji na kwa kutupatia taarifa kupitia Mseto leo. Asante sana kwa maoni yako hayo. Wewe unasema anaitwa Boaz John tokea maeneo ya Kumwendo, anasema jamani huko Ukraine na Urusi, hiyo vita itaisha lini jamani? Ni swali hilo anauliza. Lakini nikisonga mbele, huyu anasema anaitwa Emiri Bralo, anasema anatokea maeneo ya Tanga, kata ya Mlusagamba, wilayani Ngara, mkoani Kagera. Anasema kiukweli haya, naona ujumbe wake aliotuma sijui utakuwa umechelewa. Ignacy Bruno tokea maeneo ya pande za Kumwendo, Ngara, Kagera, Tanzania, anasema asante haraka kwa taarifa zenu kemkem pamoja sana. Nami nasema shukrani sana. Huyu anasema jamani Mungu ahusike zaidi, ifike hatua Urusi waweke silaha chini, maana wao ndio wana nguvu kubwa sana. Ni Erastus Msafiri anasema natupata kupitia 97.7 Ngara. Asante kwa kuwa nasi msikilizaji. Naam, na mimi mpaka hapo nakamilisha Mseto leo msikilizaji. Kwa niaba ya wote waliosikika niseme asante kwa kuwa nasi, nikutakia alasiri njema, lakini endelea kusikiliza Mseto leo. Tupo na wewe mpaka pale saa 2 kamili usiku. Kwa niaba ya wote, mimi ni Laurent Gervas.